kuzuia zaka hata alipokuja. Ukisoma hii 23 nayo wengine walikuwa wanatoa zaka lakini wakaacha mambo mengine. Lakini anaambiwa hapana, zaka endeleeni kutoa lakini msiache mambo mengine. Wakorintho wa kwanza 9 kuanzia mstari wa 14 anasema wale wahubirio injili wanakula katika injili. Alafu anafananisha kama vile walikuwa wanakula hekalu. Kule kwa hekalu walikuwa wanakula nini? Ni zaka. Sasa wale wanahubiri injili wakule katika ile injili. Watakula nini kama sio sadaka? Unaona? Kusoma 9:14 Wakorintho wa kwanza. Kwa hivyo sadaka hiyo na zaka hiyo yenye inatolewa katika sehemu ya Mungu ndio watakaye kula watakaza. Hakuna mahali kupingwa. Na hakuna mahali akasema kwamba kwa sababu ya ukuhani kuisha ule ukuhani ambao ulikuwa unatoka kwenye kwenye nyumba ya Harun, si ya kwamba kwa sababu ukuhani umeisha ujumbe wa Mungu uendelee. Ujumbe wa Mungu unaendelea. Unaohitaji nini? Msaada wa pesa. Unaona katika 9:14 angalia hapo kabisa. Paulo alikuwa anasema kwamba nilikuwa pengine ninashindwa nitaendaje, lakini kuna kanisa ambalo linasaidia mimi katika kwenda. Unaona kwa hivyo kanisa linapotoa pesa zake zinatakana kufanya kazi ya Mungu, si za mtu, za kufanya kazi ya Mungu. Sasa itakuwa kosa gani? Unaona? Kwa kila siku ama siku kwa ibada unaweza kwa kila siku kanisa baada ya kila siku. Tunapatana kila sabato. Kila sabato kile ambacho mmekitoa, hicho kinaunganishwa kinafanya kazi ya Mungu. Kwa sababu ukimwachia mtu kila mtu utapata kwa hiyo kazi ya Mungu itaendelea. Unaona? Lakini Mungu ameweka hiyo kama utaratibu wa ibada. Utaratibu wa ibada unakuwa na mahubiri, unakuwa na nyimbo, unakuwa na maombi, na zaka na sadaka. Ile ibada inakamilika. Kwa mtu yote ambaye anakuja kwenye ibada hakuji mkono mtupu. Unahakikisha kila Mungu amekubariki nacho kila wiki, unaenda kwenye nyumba ya Mungu. Sawa. Wale watu ambao wanasema hakuna kutoa ni iko madademu, kitabu cha madademu. Tumesoma nao na wengine ni wale ambao hawasimami. Sasa ukichunguza sana ya kwamba hawatoi na tena hawahubiri. Wanangojea uhubiri kama ile uhubiri wa kuja hapa wachukue hawa. Lakini hawezi kwenda pale uhubiri maana hana ya kuhubiri. Unaona? Haya. Sasa karibu mwisho. Ninashukuru sana mwalimu kwa kuweza kujibu maswali yao vyema. Na watu kama hao tumekumbana nao mara nyingi sana. Na wengi wao wana ambao wanasema endeni kuzeni zote ili tuhubiri nao tu. Kwa hivyo tujitahidi kujihadhari sana na watu kama hao katika injili. Sisi hatutaki ama sisi si extremist wale ambao watakufanya wewe mpaka uogope imani. Na wengi ambao wanaweza kufanya uogope imani wasema imani kwani ni chakahola. Sasa mtu akikwambia uende uuze gari lako iende kuhubiri injili, utafanya nini kazi? Ama utalala njaa. Na kuna wengi ambao pia wanasema ati usiende hospitalini. Sasa utakosaje kwenda hospitalini na una option B? Si lazima kwanza tufanye kwa bidii tufungue zetu ili mtu anapogonjeka apeleke pale. Wengi tu wengine wanakuambia usiende shule. Sisi hatufundishi hivyo. Sisi lazima tuko katika kati sisi wenyewe tushapangia tayari kwamba tunaenda kufungua shule zetu na tunaenda kufungua sanitarium ili mtu anapotaka kwenda kusoma pale anaenda kusoma pale, ili mtu anataka kwenda kwenye hospitali anaenda kutibiwa pale. Lakini kwa sasa hatuwezi ambia mtu asiende shule, asiende hospitali na kwa ushauri. Lazima kwanza tuwe na option ndio tuanze kuambia watu. Na hatuwezi hata kwanza kuhubiri pale kwa uwanja hivyo hapana. Tunaambia wale ambao wameamini. Kwa hivyo natumai kwamba kila mmoja wetu ameweza kutuelewa sisi ya kila nani. Sisi tofauti na wale wengine wote ambao wana matengenezo. Wao hawahubiri. Mara nyingi wao huwa hawahubiri kabisa. Wanangojea kama kundi kama hili lishaekwa, wanakuja wanaingia. Wanataka kila anakaa pale, kila anakaa hapa. Ikifika wakati ambapo labda unafanya Bible study ukisikia nani kuna swali, anainua. Kila anainua. Sasa washirika wanaanza kuchanganyikiwa. Ametoa andiko, ametoa quotation kama hizo.
Sasa anaanza kuchanganya washiriki. Sasa watu kama hao ni sharti la viongozi kuweza kuwatambua, ili ibada isiwe ibada ya malumbano na mchanganyiko mbaya sana. Hapana, lazima tuelewane. Ndio maana mimi kwa tunasema lazima tujuane sisi na kina nani. Je, umekubaliana na mafundisho yetu yote? Hiyo ndio kwani basi wewe ni mmoja wetu. Hivyo ndio tunasema. Hivyo nashukuru sana kwa wale wote ambao wamekuja kusikiza, na hatimaye kwamba ni muda ambao ni mzuri wa kwenda kwenye mapumziko, na hatimaye kwamba hatutakuwa na lesoni ya mchana kwa sababu msika huko na mvua sana. Ni vizuri tuende pale mapema, tuanze mapema kidogo, hata ikifika saa 11 au saa 12 naweza kufunga mkutano. Hivyo ningependa tuweze kuomba, na hatimaye mtumishi na kwamba tumechagua wazee. Ni vizuri pia tumechagua pia treasurer. Ni vizuri pia, naona mama hapo hapa na mwangalifu sana, anaweza kuwa anatuangalia sehemu ya treasurer ya mambo na zaka na sadaka. Anahakikisha kwamba elders kazi yao kuhakikisha kwamba washiriki wanatoa kwa uaminifu. Kwanza wanatoa mali zao kwa uaminifu, ili watoe zaka na sadaka kwa uaminifu. Maana kazi hii haiwezi kwenda mbele bila uaminifu katika zaka na sadaka. Kwa hivyo mimi naona kwamba mama yetu atachukua hiyo sekta kuwa treasurer wa kanisa hili la Busia. Kwa hivyo ningependa tuweze kuomba kwa ajili ya kufunga. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, tunakushukuru kwa kuwa umekuwa nasi tangu tulipounganika hapa sababu takatifu. Umetulinda, tumesikiza mambo mazuri kutoka kwenye Biblia, na tumejifunza kwamba lazima kwanza tuwe waaminifu katika kazi yako. Tunakuomba uweze kusaidia katika masuala haya ya kuwa waaminifu, maana Danieli alikuwa mwaminifu hata aweze kuokoa katika mambo majanga ambayo yangeweza kumpata akiwa Babeli. Hata sisi tunaomba kwamba tutakapokuwa waaminifu katika masuala ya imani hii, utaweza kutuokoa katika mambo ambayo yako mbele yetu. Tunapomaliza ibada ya siku ya leo, tunakuomba uweze kutuongoza katika mkutano ambao unaelekea baadhi sehemu za Busia Town. Tunakuomba ili uweze kuleta wengi katika zizi lako. Tunajua kwamba tunaishi katika kipindi cha salama na watu wengi wanatamani kupata ujumbe huu. Tunakuomba uweze kuwezesha, fungua mioyo zao ili waweze kusikiza neno hili, ili ujumbe huu unapoenda kwao waupokee kwa mikono miwili, na ujumbe huu uweze kupanda kwa mioyo ambayo iko na rutuba ambayo itazaa matunda. Kwa nasi na kupitia jina safi la Yesu tunawatukia. Amina. Amina.